Ujumbe wetu au kichwa chake nasema hivi: fursa hufungua malango ya ukuu. Fursa hufungua malango ya ukuu. Hufungua, sio utanua. It's not enlarge, it is opening. Opportunity opens the greatness doors. Inafungua malango ya ukuu, malango ya ukuu. Jambo hili limsumbua kidogo Paulo. Kwenye Korintho wa kwanza 16:9 anasema hivi: tazama, nimepewa mlango wa kufaa sana mbele yangu, lakini wanipingao ni wengi. Yeye ameishia kuona mlango, lakini pale kwenye mlango amekaa watu na mapanga na mashoka, kwamba hautaingia hapa, lakini alishaona mlango wake. Na anasema hakufaa sana. Maana akiingia kwenye ile mlango, ziko faida nyingi, yako matokeo mazuri ambayo atayaona, ambayo atayaishi kwenye maisha yake yote. Kwa kusema hivyo basi, kwamba fursa yako si wewe peke yako unaiona. Fursa yako si wewe peke yako unaiona. Wapo ambao wanaweza kutangulia kuiona, kama vile Paulo alitangulia wengine kuiona, wakasimama malangoni. Kwa hiyo usije ukafikiri kwamba maadui zetu hawana taarifa kabisa juu ya mwendo wetu na wapi tunaelekea. Maadui zetu na wenyewe wanajua. Nilizungumza habari ya yule mwanamume Elisha, wakati mtoto aliyekufa baada ya kumlalia, na mtoto alipoendelea kupata joto, Elisha aliinuka, lakini hakuondoka. Aliinuka, aliendelea sana kuomba, kwa sababu shida yake ilikuwa sio mtoto apate joto, shida yake mtoto awe hai. Kuna mambo ambayo yanaonekana fursa kwenye maisha ya mtu, unatokea kabisa fursa. Wewe kuiona fursa, si kwamba umeingia ndani ya fursa yako, umeshaiona. Wewe kufika mahali ambapo fursa ipo, sio kwamba unaelea ndani ya fursa. Kwa lugha nyingine kwamba kuijua fursa wewe au kuiona au kufikia hakuondoi maadui zako, hakufukuzi watesi wako, kwa sababu shida yao wabaki pale ili wewe usifike pale. Shida yao waone mpaka unakufa katika hali ya unyonge, ingali ulikuwa na jina kubwa. Kwa hiyo fursa hufungua malango ya ukuu kwenye maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Natamani leo Roho Mungu atusaidie sana kuelewa hii lugha ambayo anataka aseme na sisi leo. Wote hapo tulipo ni watumishi, na leo somo hili linaingia sana ndani ya utumishi. Nasema wote hapa tulipo ni watumishi. Natamani Mungu akufungue ujue ni mtumishi aina gani. Tumetumwa na familia zetu ambazo zinaaibika kwa magonjwa, ambazo zinaaibika kwa maskini, ambazo zinaaibika kwa kusaa nyumbani, ambazo zinaaibika kwa kufa mapema, ambazo zinaaibika kwa matatizo ya aina mbalimbali, hata matatizo madogo. Kwa nini hakuna mmoja ambaye anapigana kwa ajili ya kuibeba familia ili itoke kwenye vipo vya mapema, ili itoke kwenye aibu ya mabinti kusaa nyumbani, itoke kwenye aibu ya ndoa kuvunjika? Nataka niseme na wewe kwamba yako makongwa ya mateso ambayo ni laana, ambayo imefunga kabila, imefunga familia, kwamba hawa watasoma, hawa wataolewa,
Mungu anasema hivi, akatembea akatafuta mmoja atakayetegemeza boma, atakayesimama kwa mabina, simama mahali palipoanguka. Wadada zangu hawatazama nyumbani, ndoa zao zitakufa, hawatakufa maskini, hawatakufa kabla ya wakati. Kuna mahali Mungu anainua mtu, anasema na wale ambao wanazo nguvu wachukue udhaifu wa wengine. Kwa hiyo unapokuja kanisani, wako dada zako ni makahaba, ni malaya, wako kaka zako ni walevi, ni wezi, usiwaseme wajinga walisitaka kuongea nao. Unapokuja kanisani, manake Mungu amekuita wewe uwe agano la ukombozi la wale ambao ni walevi wa mchwe Mungu, wale ambao ni makahaba wa mchwe Mungu. Na Mungu atakubariki wewe, wale ambao walikuwa na kudharau, kwa wewe baraka yako iwe sababu ya wao kumjua Mungu aliye naye na wao kuja kwa Mungu aliye naye. Amos anasema kwa makosa matatu au manne adhabu yake itakuwa juu yake, kwa sababu alichukua kabila zima akalifunga. Zikolo zinazofunga maisha ya watu, zikolo zinafunga uchumi wa watu, zikolo zinafunga mioyo ya watu, zikolo zinafunga utayari wa mtu kwenda mahali. Lakini Mungu anasema nitamuinua mmoja. Tena Mungu anatumia neno muhuzi, emason, yeye ambaye atafukuta moto kama chuma, ambaye kwa wewe nitatukuzwa. Kwa Mungu ameita hapa ndani yetu, anatengeneza moyo na macho na akili, inatakiwa ujue kwa wewe ukoo wako utainuliwa. Watamjua Mungu, watamheshimu Mungu. Sisi wote hapa tumewahi kufiwa. Sio misiba yote ilikuwa ya Mungu, misiba mingi ilikuwa ya kipepo. Hata kama ulienda wewe ambaye unasema na Mungu na wewe ulinyamazishwa kwa ile nguvu ambayo ilitenda kazi kwenye ule msiba, na wewe kanyamaza. Watu wakaleta mambo ya makabila yao, mambo ya mila yao, na wao pambana mjua Mungu, ulinyamazishwa. Kwa nini? Leo Mungu anasema na wewe, amekufanya kuwa mboni ya jicho lake, amekufanya kuwa kinywa chake, amekufanya kuwa mkono wake, amekufanya kuwa sauti yako. Kaipinge mila, kainue jina la Bwana. Kapinge mila, katamke kusudi la Mungu, ili wengine wamjue Mungu kwa wewe. Leo lugha ya leo inawezekana ikawa ngumu kidogo. Mwanzo 2:24, Mwanzo 32:24, sorry. Na Mungu nimemwomba sana, nitazungumzia maeneo matatu katika neno lake. Nimepewa maeneo matatu ambayo nitayachenga ndani ili uweze kuona nafasi yako na uweze kusimama katika sawa. Sema haleluya. Anasema Yakobo akakaa peke yake, na mtu mmoja akashindana naye mweleka hata alfajiri. Na alipoona Yakobo mshindi, aligusa panapo uvungu wa paja lake, ukateguka uvungu wa paja la Yakobo alipokuwa akishindana naye. Akasema niache niende, maana kuna pambazuka. Akasema sikuachi usiponibariki. Yakobo akamuuliza, akasema niambie tafadhali jina lako. Akasema kwa nini uniulize jina langu? Akambariki huko. Yakobo akaita mahali pale Penuel, maana alisema nimeonana na Mungu uso kwa uso, na nafsi yangu imeokoka. Akapaita mahali pale Penuel, kwa sababu mahali ambapo nimeona na Mungu uso kwa uso na sikufa, nafsi yangu ikaishi. Na Mungu alisema atakayeniona uso wangu atakufa. Haleluya. Kuna maeneo ambayo
nime highlight pale ndani. Katika namba 1, Yakobo akakaa peke yake. Yakobo akakaa peke yake. Namba 2 nimeandika sikuachi mpaka umenibariki. Sikuachi mpaka umenibariki. Namba 3 nimeandika jina jipya. Badala ya jina la zamani Yakobo akaitwa jina jipya Israeli. Namba 4 nimeandikwa Penuel, mahali ambapo nitakutana na uso kwa uso na Mungu. Mahali ambapo nitakutana uso kwa uso na Mungu na nitaishi. Furaha ya Bwana. Furaha ya Bwana tena. Nataka niseme hivi. Yakobo katika safari hii ni safari ambayo alikuwa anatoka kwa mjomba wake Laban. Anarudi nyumbani. Lakini anazo taarifa kwamba Esau kaka yake anakuja njia ile ile, wanaenda kukutana. Wanaenda kukutana Esau ambaye alinyang'anya baraka 2. Alinyang'anya haki ya mzaliwa wa kwanza. Alinyang'anya baraka kutoka babao Isaka. Na anakutana mtu ambaye anajua aliachanaje. Aliachwa Esau katika machozi na kilio kikubwa sana. Biblia inasema kalia sana lakini asipate ile baraka. Na alijua Esau, nani kanyang'anya baraka yangu ni Yakobo. Na huyu ndiye baada ya muda mrefu wamekuja kukutana. Bila shaka Yakobo alikuwa hana uhakika kwamba atakuwa salama. Na angalia Esau wakati anaenda kukutana Yakobo alienda na jeshi la watu 400. Lakini Yakobo yuko na watu wachache tu. Yuko na mke wake na watoto wake na wafanyakazi wanaochunga mifugo. Kwa hali hiyo ilimpa shida Yakobo moyoni. Alitenga mifugo zaidi ya 400. Mbuzi 120, kondoo 120, ng'ombe 80, ngamia ngapi. Akatanguliza mbele na akasema labda kaka yangu akipokea hii sadaka moyo wake utatulia, hata nitenda vibaya. Akatanguliza mbele watu, akamweka Lea nyuma, Raheli mbele na watoto. Yuko katika hali ya mashaka. Itakuwaje nikutana kaka? Na nimwambia anakuja na wanajeshi. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Katika hali hiyo Yakobo alijua jambo moja tu. Nitautafuta uso wa Bwana. Yeye ambaye anaweza kutuliza moyo wa Esau. Sadaka hizi haziwezi kutuliza moyo wake. Zikituliza asante. Watoto wangu kwamba ni wachanga, hawezi kuwa na huruma nao endapo amekuja kwa ajili ya kunitenda vibaya. Nakumbuka wakati ule Isaka alishakufa. Haleluya. Mahali alipofika hapo ni mahali ambapo msaada wake, Zaburi 121, katikati ya milima ya mashaka makubwa, katikati ya milima ya hofu ya mauti, katikati ya milima ya maumivu, katikati ya milima ya mauti, msaada wangu katika jina lako Bwana. Nitainua macho yangu kwako, ni utazame msaada wako.
ni utazame mkono wako utakavyonivusha kutoka kwenye hali hii. Akakaa peke yake. Nasema akakaa peke yake. Hakukaa na mke wake anayempenda leo, wala Raheli, wala Zilpa. Hakukaa na yeyote, mtu yote. Alienda akaa peke yake, kwa sababu ni majira ya yeye peke yake kuzungumza na msaada. Msaada ambao naamini utapatikana. Nilipokuwa natafakari hapo, ikawa inanijia maswali wakati naomba, kwamba nyakati za hofu ya namna hii, ya kiwango hiki, watoto wangu kuharibika, ndoa yangu kuharibika, uchumi wangu kuharibika, kila kitu ambacho nafikiri kinaweza kunipa amani kinapoharibika, yamkini nakimbilia msaada kwa watu. Yamkini mwangalia mmoja fulani kwamba aweza kunihurumia, aweza kunisaidia, aweza kunifuta machozi, aweza kunivusha katika hali hii. Katika kuangalia watu, maumivu yanaongezeka, maana mtegemea asiposimama katika zamu ambayo nilitegemea kwake, ambayo niliamini kwake, ananiongezea majeraha ya moyo. Yamba nategemea atanisaidia jambo hili, ngoja nimkimbilie. Yamba naamini huyu atanishika mkono katika maumivu haya, huyu naamini atanipa hiki. Moyo wangu ukiambatana na yeye, alafu ikawa kinyume na moyo wangu, ataniongezea mzigo wa maumivu, ataniongezea maumivu sana. Hili jambo lilimtesa hata Yesu. Alipoiona saa yake, alipochukua wanafunzi wake, hata Yohana alilala kifuani kwa Yesu. Ile saa ilikuwa saa yake, si ilikuwa ya kwake. Alikimbia, alilala usingizi. Alimwacha kaenda kalanda kina Bartimayo. Hata wale bonage, wana wa ngurumo watatu, Petro, Yakobo na Yohana, na wale alimwacha Yesu, walienda kalala huko. Alibaki peke yake. Pamoja Yesu hakutaka waombe naye masaa 7. Alihitaji hata neema ya kusimama naye kwenye maombi saa 1. Katika wakati huo, hata fedha ulionayo, hata mali ulionayo, hata cheo ulichonacho hakitamsaidia. Yakobo alijua, akaacha wote, akakaa peke yake. Nataka nikwambie, Mungu mara nyingi anatokeaga mahali aliyekaa peke yake. Ninamfahamu alimtokea Gideon akiwa amekaa peke yake ndani ya shinikizo kwa ajili ya hofu ya Midian. Ninafahamu alimtokea Danieli peke yake akiwa ndani ya tundu la simba. Kuna mahali unaingizwa kwenye tundu la simba, kuna mahali unaingizwa ndani ya shimo. Katika maeneo kama hayo ndipo Bwana anatokea peke yake. Lakini kwa yupi? Yeye ambaye moyo wake umesema, Bwana nakutaka wewe peke yako, sihitaji msaada wa mwanadamu. Mali nizana zisaidii, wale elimu nayo isaidii, wale hekima iwaye yote haiwezi kunitoa kwenye jambo hili. Kuna wakati unaangalia mume wako, unajua katika jambo hili hakuna kinachoweza kumtoa zaidi ya Bwana majeshi. Unaangalia mke wako, unaangalia watoto wako, katika hali hii, katika shimo hili hakuna yezaye kumtoa. Hata maombi yangu hawezi. Ndipo nakaa peke yako na Bwana. Yakobo alishindana Bwana ili aone baraka yake, ili aone atakutanaje na Esau, ili aone msaada wake. Esau akija kwake, alishindana na Bwana. Kuna wakati, nyakati hizi kila mmoja anakutana nazo. Lakini kwa nini maumivu yanaongezeka? Kwa sababu unaelekeza moyo wako kwa mtu. Mtu akikusaidia leo utasikia kesho mtawa watano. Lakini msaada utokao kwa Bwana ni haki yako. Eneo lingine pale Yakobo alisema, sikuachi usiponibariki. Sikuachi usiponibariki. Okay, hebu tujiulize mimi na wewe. Yakobo alikuwa anapungukiwa nini mpaka atake baraka?
kama tu mali za kukutana kakake ni ng'ombe au ni wanyama zaidi ya 400, anakosa nini? Wakati binadamu wa leo akiwa na mbuzi 6, jeuri, ni tajiri, ana mifugo. Akiwa na ng'ombe mmoja wa maziwa kisasa kamfunga pale, yeye ndio tajiri. Mimi na supply maziwa ya nchi nzima ikwenda. Unatumbuzi tu hitu kondoo tu unatishatisha watu hao. Huna hata hela unatisha watu. Lakini Yakobo alitoa mifugo zaidi ya 400. Sadaka ya kakake, asante kakake, kukutana kakake. Anasema sikuachi usipo nibariki. Nisikilize vizuri. Huyo anayetoa baraka. Baraka ni nini? Baraka ni utoshelevu wa kila unachokihitaji na kuwa na afya bora. Kwa sababu ukiwa na mali, afya ni tatizo. Lakini baraka Mungu utajirisha. Utajiri wa kiungu ni kuitimiza hesabu ya siku zako, lakini zenye wingi na utoshelevu. Kwa baraka Mungu utajirisha, huachilia vyote. Utalinda watoto wako, utalinda afya yako, utalinda mifugo yako, utabarikiwa kazi zako, utazingira pande zote, maadui watakaribia maisha yako, utalindwa na nguvu yake. Baraka Mungu ni uvuli unaofanyika kwa kao la Mungu kwa mtu fulani. Naelewa vizuri? Angalia Yakobo mwenyewe, baraka za Mungu, uvuli wa Mungu ulienda naye. Hata alipokwenda kwa mjomba Laban aligundua baraka za huyu jamaa zimesababisha haya kuzaliwa ndani ya nyumba yake. Nisikilize, hata sema alipoingia ndani ya Potifa aligundua huyu jamaa tangu ameingia malango yangu nimeona baraka ya nyumba yangu. Baraka Mungu ni uvuli unaomfanya Mungu kuwa kao lake mahali fulani. Sasa palipo na Mungu pana utoshelevu. Sasa angalia, Yakobo anaitwa kila kitu, amepata mali zote, lakini sasa Bwana usiponibariki sikuachi. Tujiulize, mimi alikuwa anataka baraka gani? Wakati leo mtu akinunua paso ya $3.5 milioni, nina gari mimi, huyu anatoa ng'ombe, mifugo hiyo yote, bado tukatajirika. Lakini utajiri utolewa, anatolea kukaa peke yake miguuni pa Bwana. Yeye ambaye ni baraka na maachilio yote. Yakobo alitulia na yeye, akimwangalia yeye. Sangalia, anasema sikuachi usiponibariki. Lakini Mungu hamwambii nimekubariki kama nimembariki Suleiman, kwamba nimekupa utajiri wote na zaidi sana hekima na heshima ndani yako. Hata kwa atakaye kwa tajiri kama wewe kabla yako na baada yako Suleiman. Mungu hamwambii hicho Yakobo. Please, you may know this. Naomba ikenda na kitu chako hii. Suleiman alipewa vyote, aliashiriwa kila kitu Suleiman, lakini Yakobo hapewi hata 100. Anapong'ang'ania baraka ambayo ni mzigo, ni sababu ya ukaa peke yake ili Mungu anibariki, Yakobo hapewi 100, hapewi milioni, hapewi 100,000. Okay, Efeso 3:20 anasema hivi: ashukuriwe Mungu atupaye zaidi ya yote tuyaombayo, tuyawazayo, tuyafikirio, yaliyo ndani ya mioyo yetu, yanayotesa mioyo yetu, yanayoumiza mioyo yetu, tuliyompelekea kama hoja. Ashukuriwe atupaye zaidi. Nisikilize mwana Mungu, anapohitaji baraka Mungu anambadilisha jina. Anaambia unaitwa nani? Yakobo. Okay, kwanza leo hautaitwa Yakobo tena, utaitwa Israeli. Okay, hatuoni tena Yakobo aking'ang'ania, asante nimepokea jina la Israeli, lakini nimekuomba unibariki. Hatumoni tena Yakobo akilalamika.
alipokea jina jipya. Nataka niseme hivi, Mungu anasema kwenye Isaya 65, nafikiri mstari 15 pale, anasema watumishi wangu wataitwa kwa jina jipya. Hawataitwa tena jina hilo. Mtaliacha jina hilo kuwa laana juu ya wateule wangu, na mkiendelea kuita majina hayo, mimi Mungu nitawaua. Wataitwa watumishi wangu kwa jina jipya. Nataka nizungumzie habari ya jina jipya. Kwa nini Yakobo anabadilisha jina? Nilikuwa nasoma barua ya Sardi, kanisa la Sardi, Ufunuo 3 mstari wa 1. Anasema nalo jina la kuwa hai lakini umekufa. Kumbaneza kama mtu ana jina la kuwa hai lakini ameshakufa. Kwa Mungu anaona majina yetu yamebeba maisha yetu. Majina yetu yamebeba hatima zetu. Kuna mtu ananisikia vizuri? Kwa nini Mungu anabadilisha majina ya Ibrahim mara 3? Anaitwa Abraham, anamuita Abraham, anamuita Ibrahim. Kwa nini anabadilisha majina ya Esther? Anaitwa Hadasa, anamwambia itaitwa Esther. Akiwa Hadasa alikuwa mtumwa nchi ya ugenini, akiwa Esther alikuwa malkia nchi ya ugenini. Kwa nini anabadilisha jina? Kumuita Yerubaali, anamuita Gideon. Akiwa Yerubaali alikuwa anaogopa Midiani, akiwa Gideoni anawapiga Midiani kama mtu mmoja. Kwa nini anabadilisha kumuita Sauli ambaye ni adui wa Mungu, anamuita Paulo mbeba injili wa Mungu? Iko nguvu katika jina lako. Iko madhabahu inayotembea na jina lako. Unaweza kuwa na jina la ukoo kwenu ambalo kwa jina hilo yamenuiziwa maagano ya kutokwenda mbele, ya kutabarikiwa, ya kutokuoa, ya kutokuolewa. Unaweza kuwa na jina ambalo limechinjiwa hata damu za watu, kwamba watu wa jina hili wasiende pale, wasifike pale, wasiishi hivi, wawe hivi. Yeye onaye sirini anajua zaidi anachotaka Yakobo. Alijua Yakobo anaishi hivi, tatizo jina lake. Lakini nyuma ya Yakobo naona baraka, naona uzima, naona kufanikiwa, naona kuinuliwa. Tatizo ni nini? Basi wewe ni nini? Nipe jina jipya. Hilo jina itamuingiza kwenye malango ya utukufu, kwenye malango ya ukuu. Jina lako. Walokole wanajitutumua sana kwa mistari ya kukariri, kwa mistari ya kukariri. Walokole wanajitutumua sana. Asema hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo, ya kale yamekwisha, sasa mmekuwa kiumbe kipya. Asema okay, yeye mwenyewe alichukua laana yetu kwa aibu ya msalaba. Ni sawa, na ndivyo ilivyoandikwa, na ni kweli ndivyo ilivyo. Lakini jiulize leo, kwa nini walokole hawa matatizo ya ukoo wa kwao, walio nje ambao hawajaokoka na huyu ambaye ameokoka, matatizo yao yanafanana? Kama ni kuharibu mimba zinaharibika, kama ni kuvunjika ndoa zinavunjika, kama ni kufa mapema wanakufa mapema, kama ni ugonjwa mmoja mtu anakufa kwa ugonjwa ule ule. Kama ni tatizo lolote, aliyekimbilia anasema nimeokoka, na yeye ambaye yuko nje wa familia moja, wa ukoo mmoja, wote anaishia kwa tatizo moja. Shida iko wapi? Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo jina lile limebeba madhabahu ambayo haijashughulikiwa. Jina la wale watu limebeba agizo, na ziko roho zinazoagizwa kusimamia agano ambalo limefanyika kwa ajili ya hawa watu. Unasema mchungaji, unasemaje? Ukiangalia Isaya 28 anasema hawa watu wamefanya agano na mauti, wamepatana na kuzimu. Kwa kuna mapatano na maagano ambayo watu wanaingia kuzimu, wanapatana na mauti, wakiliagiza pigo linaloharibu lipite juu ya hawa watu, waharibiwe. Sikiliza, Mungu anasema hivi, nikatafuta mmoja mwenye nguvu
atakayewapigania, atakayewaokoa, atakayewatoa kwenye shimo. Laana zingine zinapiga watu, wataitamkia hadithi ya kweli. Angalia Yeremia 22:20. Wataitamkia hadithi kwamba nchi, sikia neno la Bwana. Andikeni habari za huyu mtu kwamba hana watoto, kwamba hatafanikiwa, na hata kizaa watoto hata kuwepo mtoto atakayekuwa mkuu katika Yuda. Wachawi na washirikina wana hekima ile ile na ufanana na andiko. Badala ya kukuloga mmoja mmoja, wanaweza wakachukua jina lenu, wakachukua udongo wenu, wakapeleka kwa mganga, akaandika kitu gani kiwapige hawa, laana gani waue hawa, kwa njia ya udongo tu. Wewe umekuwa mlokole, uko chini ya mchungaji ambaye anaogopa hata kukemea pepo. Januari mpaka Disemba hata pepo mmoja hajapigwa kwenye madhabahu yenu. Hapo unajifariji, mbona mimba yako imeharibika, mbona achumba na chumbia na kuacha. Ni tatizo la dako mlevi, linafanana na tatizo lako ambalo nasema kwa Yesu. Mbona ndoa yako imekufa kaka, hata kakako ndoa yake ilikufa, hata baba yako ndoa ilikufa, hata wajomba ndoa zinakufa. Wewe ni mhubiri lakini bado ndoa zinakufa. Tatizo liko wapi? Je, Yesu akuchukua laana ya mtini hakufa kwa ajili yako? Je, ile mtini haikuhusu? Unamhubiri nani hapa? Kama bado haya mabaya ambayo walionje anawapiga kama unavyopiga huko ndani, tatizo liko wapi? Kuna eneo password yako chaipata. Halo, haleluya. Kwamba mtu akiwa ndani ya Yesu amekuwa kiumbe kipya ni jambo lingine, lakini kuishi kama kiumbe kipya ni jambo lingine pia. Wangapi wanasema tumekondana Yesu wanafanya mambo ya ajabu? Waimbaji wangapi ndoa zao zinakufa? Tena bahati mbaya sana kwenye anga letu la Tanzania, waimbaji ndoa zinakufa. Aibu. Najiuliza hata wachungaji wanaowalea, nashindaje kumwambia sikiliza, wewe rudi kwenu Njombe kakae miaka 2. Wewe rudi baki hapa kama miaka 2. Baada ya miaka 2 tutaitana. Nikusikilize binti, umesikiaje ukaa peke yako mbali na mume wako? Na kijana anasemaje? Kama aliokoka. Binti alisema nataka kurudi kwa mume wangu. Lakini kama nikiluelue miaka 2 mingi ameshaolewa yuko sai. Lakini alikuwa anaimba praise. Imekuwaje waimbaji wa Tanzania ndoa zinakufa? Zinavunjika tu. Na juiza wanaporudi kusikiza nyimbo ambazo wameimba, hawa ni akina Kanjanja. Nani alikuwa anawahubiria haya? Walikuwa wanamwimbia nani? Wao usiwasaidie. Kuna nyimbo zingine mtu nasikia naimba ili auze CD. Lakini kuna zingine unasikia naimba mtu ni ufunuo wa rohoni, umponyao mtu. Haleluya. Kuna mtu anaimba maisha yake, ili wasaidie wanaopita pale. Lakini kuna mtu anaimba ili auze. Hao nafikiri ndio wasanii wanaimba ili wauze. Moyo gani usiweza kusamehe mume wako hata kama umekosea? Moyo gani usiotangulia kusema mbingu zinatuonaje tunapoachana kwa namna ambavyo tumemtumikia? Moyo gani usiumia kwamba hivi Yesu ataonekanaje kwa sisi kushindana? Alafu hawana taibu, anatangaza harusi kesho na picha kwenye mitandao ya harusi, lakini huko alikuwa anaimba nyimbo kuachana ni laana. Unajiuliza kitu gani? Yamkini shina lao lina jina la Yakobo, halijabadilisha jina bali. Yamkini madhabahu alikotokea imefungwa, amekabidhiwa Edomu, hawa watu hawajatoka bado. Yamkini hata yule ambaye amemfuata kwa chini yake na mwenyewe sio nabii ambaye anaweza kuhifadhi maisha ya watu,
anaweza kupigana vita ya watu. Maana adui anasema nitampiga mchungaji, haya kondoo nitawatawanya. Labda mchungaji huyu hana uwezo, hana kifua cha kuweza kutabiri mishale inayotaka kulinda ndoa za watoto wake pale kanisa. Haleluya. Yakobo hakuomba utajiri. Yakobo hakuomba jina, aliomba utajiri. Mungu akumpa utajiri, alimpa jina. Utaelewa baadaye. Ndani ya jina hatoi tena Yakobo akikimbia kwa Esau. Baada ya jina jipya tunamwona Yakobo ni baba wa mataifa. Baada ya jina jipya tunaona Mungu akaweka agano na Yakobo. Anaitwa Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo. Baada ya jina jipya yako maagano ya kiungu ambayo anakuja kwenye maisha ya mtu. Baada ya jina jipya yako mambo ambayo hajawahi kufikiriwa yanatokeza kwake, kwa sababu jina lile limebeba vilivyopo na linavuta vilivyo mbali. Nasikia narudia tena, nasikia ndani yangu niseme hilo jina jipya ambalo Yakobo alipewa lilikuwa kwa ajili ya wakati huo, saa hiyo, lakini ilikuwa kwa ajili ya nyakati zote za mbele ya maisha yake. Liko jina Mungu anaweza kaliachilia juu ya maisha yetu ambayo itahubiri habari za tulizopo leo, lakini vizazi vyote. Hello. Okay, baadaye pale mahali pakaitwa Penuel. Mungu akutokee kwenye Penuel yako. Mungu akufanyie Penuel yako. Mahali ambapo utakutana na Mungu na ukaishi. Sikiliza kitu. Akakutana na Mungu akaishi. Nilikuwa naomba kwenye mistari, nikasema Roho Mtakatifu ni nini? Alikutana na Mungu akaishi. Okay, nikaona hubiriwa ndani hivi. Kwa msitu Mungu amesema kwamba alikutana na yeye akiwa mzima akaishi. Akasema nake ni nini? Baada ya kukutana na Mungu, Mungu anapoondoka, Yakobo aliendelea kuchechemea kwa sababu mshipo umekatika, si ndio? Aliendelea kuchechemea. Akikaa pale kumsubiria Esau, alikuwa anachechemea bado. Lakini Mungu alichukua, ananiambia Roho Mtakatifu ananiambia sikiliza, kama kuna kitu kinamkasirisha Mungu, akanipeleka kwa safari ya Israeli. Aliambia Musa, watu wako Israeli. Hakusema watu wangu. Anapowatoa kwa Farao anasema nalitoa jeshi langu. Anajivunia, hatoi tu watu wa kawaida, anatoa jeshi. Lakini alipowapigania walipovuka kufika kule ng'ambo, walipotengeneza pete na saa na ele na nini, kutengeneza ndama, wakasema hii ndio Mungu umetoka kwa Farao. Mungu akasema watu wako Musa, sio wangu mimi tena. Musa alisema hivi, Mungu naomba uniue mimi badala ya wale. Mungu akamwambia sitamuua mwenye haki, kila mtu atakufa kwa njia zake. Baada ya Musa akapata shida ile mzee. Akasema Mungu, huko wa Misri akisikia watalitukana jina lako, kwa sababu wamesahau. Kitendo cha kumsahau Mungu, Mungu alijivua kwamba sina uhusiano nao, na akajiapiza katika utakatifu wake kwamba hawataingia rahani mwao. Kosa moja tu, wamesahau yale ambayo nimewatendea. Okay, Penuel. Kuna mahali watu wanakutana na Mungu, anawafanya waishi, lakini bado wanamtukana Mungu. Roho Mtakatifu akaniambia kitu fulani ambacho nikisahau kidogo. Akasema kuna mtu mmoja ulimwombea, alikupigia simu umfahamu, Mbalizi. Huyo mtu amefia hospitali ya jeshi Mbalizi, msiba uko nyumbani. Mtu mmoja ananipigia simu, ninao bado washirika wengi wa redioni,
Miaka 3 sijahubiri, lakini nimekusikia redioni. Naambia okay, nieleze shida yako. Na mwaki unapokea uzima, basi yaishi. Mmenisikia redioni lini? Okay. Yule mtu analia, napigiwa simu. Nakumbuka ilikuwa Jumamosi. Nikamwambia mume wake, ni nani? Ni mama. Na watoto wangapi? 4. Mume wake yuko wapi? Yuko hapa. Nikamwambia mwite mume wake. Akamwita, nalia. Nikamwambia sikiliza, mke wako yuko hai. Ataamka sasa. Mtumishi amekufa. Amefia hospitali Lugalo. Nini hapo hospitali? Nikamwambia ingia ndani wewe na dada yake na watoto wako 2 wakubwa. Ingieni kule, maiti imepelekwa kule ndani kwa ajili ya kwenda kuzika. Wakaingia kule ndani. Jina lake nani? Justina. Nikaanza kuomba, nikamwambia wewe mume wake, weka mkono wako juu ya kifua cha mke wako. Nikaanza kuomba. Nikaomba sana. Baadaye mwisho Roho Mtakatifu ananiambia anza kuita. Wakati naita jina lake, naonyeshwa kama yani kama watu wako huku wanamzuia asije, kama mwili wake umelala kule yuko kule wanamzuia. Kwa nikakazana kuita, Justina, njoo nisikize mimi, njoo. Hawafanyi kitu, njoo. I paralyze your spirits. Njoo, pita katikati yao, hawakugusi. Akapita. Nikasikia, amka. Alipofufuka yule mama kule, moyo wangu uliogopa sana. Kama Mungu mimi nani, hata sauti hii tu inaweza kumwamsha mtu aliyekufa kule. Na wanaenda kuzika. Na msiba kwa katikati wanakula kande kwa ajili ya kwenda kuzika. Anaamka. Okay. Nikamaliza. Moyo wangu kwa ananiambia hivi, karibu watu nusu ya msiba wote si kesho kuja kanisani, bali leo, maana ilikuwa asubuhi saa 3. Tuko sasa ilikuwa mchana sana saa 7. Bali leo wote mpaka saa 10 watakuwa wameshakuja kanisani kukutana. Ni moyo wangu unaniambia hivyo. Mbalizi hapo. Sikusikia simu wala salamu. Tukalala. Nikanajua labda leo kwa sababu wako excited, kesho Jumapili watakuja kanisani. Kesho yake tumemaliza ibada, tumerudi nyumbani. Sikusikia simu wala salamu. Baada ya siku 5, nafikiri kwa Ijumaa, nikapiga simu. Asa, habari yako? Nzuri. Wewe nani? Nikamwambia okay, mimi ni mtumwa tu ambaye hana faida yoyote kwa anachokifanya duniani. Maana ningekuwa mtu wa faida, Mungu alichonitumia kufanya kwenu, mngenilipa nini? Kwa hiyo nimefanya tu ambayo Mungu ameniambia niyafanye. Ni mimi ambaye nimeombea mama yenu Jumamosi aliyekuwa mnaenda kuzika Lugalo, amekufa kule jeshini. Tumisha Mungu sasa. Kazi yako liko wapi? Nikamwambia no. Nimekupigia simu niseme hivi. Ninaishangaa mioyo ya kizazi hiki. Isikuwa na hofu, isikuwa na woga, isikuwa na mbeba Mungu. Kabisa unabii wa Petro anasema wasiotetemeka kuyatukana matukufu ya Mungu. Je, hayo ni matusi kwa Mungu? Nikamwambia sikiliza, Mungu akikasirika aweza kuniambia niombe wote ambao mmeshuhudia kifo cha mama na kuamka, wote mkafa leo. Kwa sababu Mungu yuko pande mbili. Anasema ninaua tena nahuisha. Nisikilize, wapo watu ambao waliingia peni yao, wakutana watumishi wa Mungu, tukawafufua, wakaishi, ndoa zikaishi, biashara zikaishi, afya zao zikaishi, miili yao ikaishi, kila kitu cha maisha yao kikawa hai. Lakini baada ya kupokea uzima ule wakasahau. Yakobo akaita
shida, nikiwa na mateso, hapa ndio kao langu, kwa sababu ni mahali Mungu anaishi. Kizazi hiki wanafika Penueli, wanaondoka. Mungu anawatendea, wanakimbia. Mungu anahudumia, wanaondoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Dini zetu ni nzuri sana, lakini maisha yako ni ya thamani sana kuliko dini yako. Na utatenda kusema dini ni nzuri sana, mchungaji wako ni mzuri sana, lakini yuko mchungaji ambaye ana majibu ya maisha yako, ambaye anaweza kukutoa kwenye machozi, kukuingiza kwenye pumziko, kukutoa, kukuonyesha Mungu. Mara nyingine nimesema kuna mahali wanamtaja Mungu ambaye hawajawahi kumuona, lakini kuna mtumishi mmoja ambaye anaweza kukupeleka ukakutana uso kwa uso na Mungu. Usimwache. Kama kakutendea leo moja, ili mali unaendelea kuishi, yako mengine mbele yanakuja. Kama leo kakuponya mguu, unaendelea kuishi, kumbuka hata macho anaumwaga, mgongo unaumwaga, kichwa kinaumaga, watoto wanaumwaga. Kuna watu ambao mioyo yao ni mioyo ya upepo, hawamtafuti Mungu. Shida yao sio Mungu. Ndio maana nikataka kumwombea mtu mmoja. Anasema napitaga hapa, nasikia mnavyoabudu, sema naimba sana, lakini naomba niombee na tatizo moja mbili tatu. Kila naogopa sana kukurupuka kuingia kwenye makanisa yenu ya mitume na manabii. Naogopa sana. Nikamwambia mbona umeshakurupuka tayari? Kwani mchungaji wako kafa? Siupo. Kwani usimpelekewe mzigo? Mbona nakurupuka? Kama ningejua na sali wapi, ningemwambia mchungaji wako mwenye namba hii anakurupukaga huyu. Sikilize. Unataka nini? Unataka Mungu anayetenda au unataka dini uliyozoea? Unataka Mungu anayekuvua kwenye maumivu, anayekutoa kwenye majina yaliyoandikiwa kufa kabla ya wakati, anayekutoa kwenye aibu, anayetenda sio mwamba, anayetenda sio mchungaji, anatenda Mungu akimtumia yule mtu. Kwa hiyo mtu anaye Mungu ambaye ana majibu ya maswali yako. Msijui Penueli ya watu wanaiona. Kuna siku nitakuja kusema sana baada ya Penueli. Unaenda mahali fulani, anakualika mchungaji, unahubiri, umemaliza kuhubiri, Mungu anakuambia hili kanisa limejaa mchawi, na anakuonyesha mchawi yule. Na unasema lakini kwa sababu umepewa nidhamu ya muda wao, ibada zetu mchungaji zishe saa 6. Mungu anakuonyesha, acheni kuja kucheza. Baadaye unaomba kibali kwa mchungaji wa kanisa. Mchungaji, naomba nije hapa siku nyingine kama siku 3 hivi, nije nifungue hao watu, nije niharibu uchawi hapa madhabahuni kwa. Okay, sawa, tutakuita. Unamaliza bado unamkabidhi mchungaji maiki. Unakaa, unasikia kama umekamatwa hivi. Inuka. Unatii tena, unainuka, unanyang'anya maiki. Samani mchungaji, kuna kitu kiko hapa. Unaambia simama wewe, kwa chini saacha hiyo. Anadondoka, wewe. Unamwambia mtu, wewe sikiza, naona ajali kwa mtoto wako. Wewe naona hiki. Wewe simama tuombe. Unafungua watu. Unamaliza. Wanakaa vikao, wasema ukimwita tena mchungaji atahamisha watu, kwa usimwalike. Okay, unajiuliza hivi ilienda Penueli ya Mungu katikati yao? Mungu alienda kuwajibu maswali yao. Ibada ilisha saa 6, ilisha saa 10, kwa sababu nagusa maisha ya watu, nahudumia watu, wanafunguliwa. Lakini wako pale na unaomba mwenyewe nije nifanye semina siku 3 ili kudeliver hao watu.
Lakini mchungaji anasema no, wanakaa kikao, tukimwita kwa moto ule atahamisha kanisa, litahamia kwake. Hawa watu sio mali yako. Hawa watu sio mali yako mchungaji. Baba anasuia watu wasiende kwa Mungu wao. Mungu nakukemea mwenyewe. Aibu ya magonjwa yao, aibu ya utasa wao, aibu ya uchumi wao, aibu ya ndoa zao kufa, aibu ya mitaji kuharibika, aibu ya umaskini, aibu ya madeni, aibu ya kisa, aibu ya nguvu ya mapema. Halikukuhusu wewe. Achia watu wa Mungu. Zuia hata kwa ukuta wa Jeriko. Mungu si wakiamua kuzungushia, utadondoka, utabaki na watoto wako na mbele. Utabaki mke wako na watoto wako. Zungushia hata ukuta. Siku Mungu akikasirika, la Mungu akikasirika, hao watu atawaamsha. Angalia Joeli 2, anasema umeweka ukuta, lakini wako mashujaa wanapiga mbio, wanaruka juu ya kuta. Ikifika siku Mungu awachomoe hawa watu, wataruka hata juu ya nyumba yako. Penueli. Mungu akupe Penueli yako. Sasa Mungu akukutanishe Penueli yako, akuingize mahali pa Penueli yako. Ndoa yako ingie Penueli, watoto wako ingie Penueli, uchumi wako ingie Penueli, afya yako ingie Penueli, huduma yako ikutane uso kwa uso na Bwana. Bwana badilisha jina lako, badala ya jina hilo lililotoka huko, kupitia wewe upate jina jipya. Kupitia wewe jina la familia yenu libadilike, jina la ukoo wenu libadilike. Msife kwa ugonjwa huo, msife kwa hali hiyo, msife kwa uduni huo, msife kwa unyonge huo, msisife kabla ya wakati. Watoto wenu wasiwe vimbikia, wawe vichwa darasani, wasome, wabebe jina lenu, wabebe hatima yenu. Watoto wenu wawe nuru, watoto wenu wawe juu. Mungu akutane Penueli yako. Bwana akupe jina la aliyekumbukwa. Biblia inasema Bwana akamkumbuka Raheli, akaweka watoto ndani ya tumbo lake. Mungu akukumbuke, aweke uzao wa kifalme ndani yako, aweke miliki ya kiungu ndani yako, aweke nguzo za moto, aweke upanga usiotulia kwa kukatilia maagano yote, ili heshima ya mbingu iwe juu yako. Haleluya. Penueli. Penueli. Tafuta muda kukaa peke yako. Tafuta muda kukaa peke yako. Ndio maana Mungu anatuongozaga maombi. Jamani, tunamwomba siku 14 ya kufunga. Sijamhimiza hata mmoja. Mimi natembea tu, kwa sababu na mimi natafuta Penueli yangu. Kwa kila mmoja anatafuta mahali pa kukutana uso kwa uso na Mungu. Madam Roho Mungu ametangaza, jamani, tarehe fulani mpaka tarehe fulani siku 14. Siwezi kuambia twendeni wote, mtawakwaza. Na Biblia imekataza kufanya jambo kwa kulazimisha. Hata kutoa sadaka, nasema kila pandaye kwa hiari. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka nikimbia haraka haraka. Namwangalia Musa kidogo. Kuna nyakati ambazo ni ngumu sana. Unakutana na fursa yako, lakini unaingia kwenye wakati mgumu sana. Lakini hakuna wakati ambao unatokea kwa bahati mbaya. Naudia tena kusema, hakuna ugumu ambao mtumishi wa Mungu unaniangalia kwenye YouTube, hakuna ugumu unaokutana nao kwenye maisha yako, kwenye huduma yako, ambao ni bahati mbaya. It's a divine setup. Ni Mungu ametengeneza iwe njia yako. Lakini endelea mbele, kuna ukuu sana mbele yako. Kuna watu ambao ni wavivu wa kuona. Kuna watu ambao hawana uwezo wa kuona. Tunayofanya leo na mahali hapa tulipo, labda tufanane na tunayoyasema, au tufanane tunayoyatamka, au yale ambayo Mungu anadhihirisha. Ili mradi tunaendelea, na ule tena, ili mradi tunaendelea, ni miendo
ya kwenda kwenye ukuu. Wale ambao walimkataa Musa, Musa anakutana na Ibrania anapigana na Misri. Biblia inasema aliangalia kuna kule akaona mtu akampiga ngumi moja tu, yule Misri akafa, akamfikia kwenye michanga. Kesho yake anakutana na Ibrania wale wanapigana. Yule mmoja alikuwa mgomvi, ni yule ambaye alikuwa anapigana jana, leo tena akakorofisha anapigana. Musa anamwambia ndugu zangu, nyinyi watu wamoja, kwa nini mnapigana? Anamwambia anasema, nani anakufanya wewe kuwa mwamuzi katikati yetu? Je, unataka kuniua mimi kama nilivyomuua Misri yule jana? Biblia inasema kwamba neno lile liliua moyo wa Musa kukaa pale Misri, akakimbia nchi. Akasema nilifikiri jambo lile lisilo lijulikana, kumbe limekuwa wazi. Musa akatoroka akaenda Midiani kukaa. Ukisoma Kutoka sura ya 2 unakuta hiyo habari. Alipofika Midiani, Biblia inaniambia hivi, alikaa karibu na kisima, alikuwa anaishi karibu na kisima. Njia za Mungu sio njia zetu. Yesu alifunga siku 40, lakini zaidi yeye ndiye upatanisho wetu na Mungu. Utamwelewa tu Yesu ndani ya Musa. Yesu alikaa kwenye kisima, anakutana na mwanamke Msamaria, anamsaidia kwamba maji nitakayokupa mimi hautakuja tena hapa kuchota maji. Musa anakaa karibu na kisima, wale mabinti wa kuhani wanakuja kuchota maji, wale wachungaji anawapokonya maji, anawafukuza. Musa akiwa Yesu ndani ya Musa anawapigania hawa wanawake kama anavyotupigania sisi Yesu. Anawanywesha maji ng'ombe wake kama anavyotupa maji aliyo hai ndani yetu. Lakini badala yake Musa anaenda kuishi kwa yule mchungaji. Wale mabinti hawaji tena kuchota maji, kama vile Msamaria aliambia hautakuja tena kuchota maji. Inatosha. Hello. Hallelujah. Hallelujah tena. Kwa hiyo fursa, sema kisima ilikuwa fursa. Sema kisima ilikuwa fursa. Nisikilize vizuri. Fursa inaweza kukaa pembeni yako, lakini uvivu unaweza kusababisha fursa yako ikupite. Musa alikaa karibu na kisima. Wale wanawake wanachota maji wanapigwa. Angesema niko ugenini, sauti ya nje. Akinikamata lakini anawasiliana na Farao, sauti ya nje. Lakini wanaume wale wengi kuliko mimi niko peke yangu, sauti ya nje. Lakini mabinti wenyewe mimi siwajui, wanani hawanihusu, sauti ya nje. Hata akiondoka mimi sina habari nao, hawanihusu. Akaendelea na shughuli zake. Tusingekuwa na habari za Musa kuwatoa Israeli kwa Farao. Lakini Musa alipoona wanaonea wale wanawake, Musa akainuka moyo wa huruma na kusaidia. Nasema akainuka moyo wa huruma na kuwasaidia wale mabinti. Akaenda kuwasaidia. Akawapiga wale wachungaji, akawachotea maji wale mabinti, akanywesha ng'ombe zao, wakaondoka sawa. Musa akarudi kwenye kibanda chake. Angalia matokeo ya fursa ya kisima. Mambo matatu yalitokea pale. Namba 1, Musa alihamishwa kutoka kuishi peke yake kwenye kisima na kwenda kuishi nyumbani kwa mchungaji. Zamani, sio sasa hivi. Sasa hivi unaweza kumchukua kijana ukamlea nyumbani kwako akaanza kutongoza kina shahidi. Zamani mtu kwenda kuishi nyumbani kwa mtumishi ilikuwa heshima sana. Yaani umeheshimika sana. Sasa unaweza kumwinua kijana, ubiri anafanya nini? Anaweza kutongoza mtoto wa mchungaji. Hajui kwamba laana hiyo hainyamazi juu yao. Musa alichukuliwa kisimani,
akaenda kuishi nyumbani kwa mchungaji Yethro. Kwa maana yake nini? Alipata watu wa kuongea nao, akawa huru sasa. Lakini zaidi akawa chini ya uvuli wa mtumishi wa Mungu anayeomba kwa ajili ya utumishi. Kitu cha pili, Musa alipata nini pale nyumbani? Yule mchungaji alimpa mke Sipora. Akamwambia Musa, kwa roho yako ulivyo, huyu mwanamke binti yangu, oa. Hana mahali, lakini moyo wake wa kusaidia ulifanya mzee huyu jamaa asiondoke malangoni kwangu, nimpe mke awe mke wangu. Akaishi pale Musa. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Lakini jambo la tatu kubwa zaidi ambalo Mungu aliachilia ni huyu mzee, senior pastor huyu mzee akawa mshauri wa utumishi wa Musa. Akawa mshauri Musa, fanya hivi Musa, fanya hivi. Kwa sababu sema alichukua mke wake na watoto wa Musa kwenda kuona Musa anavyotumika. Akaona akasema no, hii hali itachosha. Ngoja tubadilishe style, tumuongezee kitu hiki kijana. Kwa hiyo akamuongezea hekima ya utumishi. Lakini kwenda kwa komboa Israeli, anapokutana Mungu kwenye nguvu ya moto, alitokea nyumbani kwa yule mzee. Na ndio tena kwenda kuwatoa Israeli kukutana Mungu. Nimeona machozi yao, mateso yao, kilio chao. Alikuwa ametoka nyumbani kwa mzee akiwa na mifugo, anaondoka nayo. Kwa baada ya pale hatuambiwi tena kama Musa alirudi kuchunga ng'ombe. Akitana na Mungu, Mungu akambadilisha, akaweka moyo ndani yake, akaacha mifugo, akaenda moja kwa moja kwa Farao. Kwa Bwana, wape watu wangu ruhusa, Mungu amenituma. Lakini fursa ilikuwa nini? Kile kisima ndio ilikuwa fursa ya Musa kukutana na yote haya ambayo alikutana nayo. Ilikuwa fursa. Kuna wakati fursa zinakuja kwenye maisha yetu. Kuwa makini, kuwa na uwezo wa kuitambua sauti ya kwanza inayokupa maelekezo nini cha kufanya. Na utatenda kuwa makini kwa sauti ya kwanza. Musa sauti ya kwanza iliambia wasaidie hawa mabinti. Asijue kwamba katika kusaidia kule ndio kwenye trend ya kwenda kwenye ukuu wake. Saidia wale watoto. Ile sauti ikashinda sauti ambayo ingenuka ya pili, kwamba umekimbia tu ugenini kutajifanya kielele utakamata. Itambue sauti ya kwanza, ifanyike sauti ya kwanza, itendeka sauti ya kwanza. Itakupeleka kwenye ukuu wako, itakupeleka kwenye uwezo wa kiungu juu ya maisha, itabadilisha maisha. Natamani tuone haya maeneo kama fursa zetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Shindana, kushindania agano la mpenyo wako. Musa alishindana wale wachungaji ili aweze kwenda kule juu, na Mungu alimpeleka. Yakobo alishindana. Halo, Yakobo alishindana. Mwombe Mungu nipe roho ya kushindana. Nataka nimalizie kwa Yakobo tena. Kwa Musa umeelewa. Yakobo aliteguliwa mguu, akawa anatembea hivi. Haleluya. Aliteguliwa nini? Mguu. Wakati naomba nikawa nasikiliza ndani, nimeambiwa wakati wa kupigania ukuu uwe tayari kupoteza kiungo kimoja.
Yesu alituambia kwenye Injili kwamba hata jicho lako likutaka kukosesha, ling'oe, kwa sababu mbinguni tutavikwa mwili mwingine ambao utakuwa na macho yote. Hata mkono ukate, hata mguu ukate, kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Asema atakayekuwa tayari kuiangamiza nafsi yake hapa, nafsi yake ataiona, ataiokoa. Kulikoni kuwa na viungo vyote alafu ndio jehanamu, itakusaidia nini? Nataka niseme na watumishi, tumelelewa na baba wa kiroho ambao hawakuwa salama na sisi muda wote. Tulitukanwa sana, tulirushwa mpaka kwenye vyombo vya redio kwamba msimsikilize yule mjinga sana, yule ni mwasi, nimemlaani, hata kafanikiwe, hata kamiliki, hata kaone hiki. Maumivu kama hayo, sikiliza, kuna wakati baba wa kiroho aweza kukutanguliza hata katikati ya vita, yeye akakaa nyumbani. Amen. Kama ulizeni Joshua mkimkuta, Musa alikaa nyumbani, Joshua ndio alimtuma nenda kapigane vita. Alikuwa hamuonei, alikuwa mwadhibu. Kuna jambo ambalo Mungu amepofusha macho ya hao baba wa kiroho. Wanapotutenda vibaya, wanafikia tukomoa, wanafikia tuumiza, kumbe anatuingiza kwenye vita ya kuweza kustahimili. Maumivu ya muda mchache alipoteza Esau katika nafasi yake. Wewe ng'ang'ania muujiza wako, ng'ang'ania fursa yako, hata upeguke miguu, hata upofushwe macho, ni kwa kitambo. Nataka niwaambieni, mnatuona tumesimama hivi, tulikataliwa, tulitukanwa, tulinyang'anywa kila kitu. Tuliambia hata simama milele, hataweza kuombea hata mtu mmoja mwenye mafua. Lakini kwa mikono hii, kwa mafuta haya, huyu ndiye anatoa watu mautini, huyu ndiye anatoa watu kwenye mateso, huyu ndiye anakabili maisha ya watu, huyu ndiye ananena habari za watu zikao, huyu ndiye anahifadhi maisha ya watu. Usiogope kupeguka mguu, usiogope kupeguka mshipa. Bwana atauunga tena, Bwana atautengeneza tena. Mazoto kwa yote Bwana ataurejesha. Utachechemea siku mbili tu, lakini utaendelea mbele katika usahihi wako, utaendelea mbele. Acha leo kutukana, acha leo kuumiza, acha leo kuvunja damu, acha leo kupige, acha leo kukatae. Tulikataliwa hata na co-pastors ambao tulikuwa chini pamoja na wao. Unamwambia bwana mwenzako anapita hapa, anasema laana ya nabii, hiyo wewe umelaaniwa. Okay, lakini leo tunakutana nao, wanatuona tunafanya nini, tunayofanya na washuhudia kwamba jamaa katika eneo lile ni katika fursa yao, walikuwa kwenye chuo. Haleluya. Watakuona, watakubeba, watakushangilia, watajivunia wewe. Eli hapa alijivunia sana Daudi, ingawa alimtukana sana na kumlaani sana na kutia moyo mtumishi wa Mungu. Nimesema utapanda mtumishi wa Mungu. Ndugu zako wakikutukana ni jeraha, tumeteguka mguu, lakini kuna siku watakuja kunyanyua wao. Hali ulionayo sio ya milele, ni ya kitambo tu. Mazingira unayopitia ni fursa ya Mungu, anakuonyesha namna ambayo kesho yako iliyo kubwa, malango yako yako wazi, hayatafungwa. Utaitwa jina jipya, utaitwa jina aliyebarikiwa, utaitwa jina la mdogo wangu mzuri, utaitwa jina langu kakaangu nampenda sana. Ule kutukana leo, kesho utakoshi. Naudia tena, Yusufu haliwi na mnyama mkali, wala Danieli haliwi na simba wenye njaa, wala moto haumuui Meshaki. Mauti halo, Mungu akupishanishe na mauti. Mauti ambayo iliwemo ndani ya moto wakati wanaingia, ambao wanaendelea na safari ile, moto iliyokimbia. Unajua, naudia
mauti. Bwana nyamazishe simba. Bwana pofusha kia kina Ruben wasikuue. Hata kama mpatana hivi na huwezi kufa, kwa sababu ukuu wako unauendea. Bwana aliandaa ukuu mbele yako, ni ambaye atautimiliza. Hautakufa kabla hujawa mkuu. Uzao wako hautaisha kabla hujawa mkuu. Jina lako haitapotea kabla hujawa mkuu. Kubali leo kutengeneza, lakini zaidi jifunze kuwa na muda kukaa peke yako. Pata roho ya vita ndani. Pigana na roho ya vita hiyo. Pigana na roho hiyo inayokutesa. Pigana nao mwenyewe. Aliteswa namna ya kutana Esau. Tesa kwa nini bado uko hapo? Teseka kwa nini hali inaendelea? Teseka kwa nini mabaya yanaendelea juu ya maisha yako? Panga muda binafsi. Ingia kwenye vita. Pigana nao, ili Mungu akupe jina jipya. Hallelujah. 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 Amen. Hallelujah.